niaba ya mkurugenzi mtendaji, siku ya leo tuna furaha sana kufika kilele cha wiki ya maabara ambayo ilikuwa inafanyika katika taasisi yetu, na wiki hii ilizinduliwa rasmi na uzinduzi wa maabara yetu, maabara ya kisasa ambayo ina ithibati lakini pia inatumia akili unde na ina vifaa vya kisasa kabisa na teknolojia ambazo ni za hali ya juu. Kuanzia siku ya Jumatatu, kitengo chetu cha maabara kupitia mkuu wa idara na wafanyakazi wamekuwa wakitoa huduma za upimaji bure wa vipimo mbalimbali, vipimo vya malaria na mafuta, na lengo lilikuwa ni kuhudumia at least wagonjwa 100. Lakini tumeona mafanikio makubwa sana mpaka kufika siku ya leo ambayo ni siku ya 5. Tumeshaweza kuona wagonjwa 800 na wagonjwa bado ni wengi wanaendelea kuja ambao wanahitaji huduma. Kwa hiyo tumeuona uhitaji ambao ni mkubwa, na kama taasisi tumelichukua ili tutalifanyia kazi ili wananchi waendelee kupata huduma. Kwa siku ya leo tunahitimisha zoezi hili ambayo tulikuwa tumeliandaa, na tunawashukuru sana wananchi ambao wameweza kuja kupata huduma. Naamini wamefaidika. Wale ambao walikuwa hawajui matatizo waliokuwa nayo wameweza kujua, lakini kama kauli mbiu ya Mheshimiwa Waziri na kauli mbiu ya Taasisi ya Moyo, umuhimu wa kujua namba zako, wameweza kujua namba zao, na wale ambao wamekutwa na matatizo ambao ni takribani wananchi 168 wamepata rufaa kwenda katika kliniki zetu na tayari wako katika mchakato wa kuanza matibabu. Kwa kweli huduma hii ni nzuri kama ilivyokuwa imetolewa hapa, na ushauri wangu na ningependelea pia iendelee kutolewa sehemu nyingine za jamii kama hizi za kukutana watu wengi, hususan kwenye hospitali, kwenye sehemu za mikusanyiko ya watu, hata masokoni, kwa sababu sasa hivi binadamu wengi tunakaa tunatembea na maradhi ya kujijua. Kwa hiyo kama mimi leo nimepata fursa hii na nimejijua mwenyewe mwili wangu ulipo, wapi natakiwa niendelee napo, wapi nipunguze, wapi niache kabisa, ili niendelee kujenga afya yangu iliyo bora na baadhi ya vitu vingine vya mwili wangu viendelee kuwa imara zaidi. Kupima ni bure na unapata ushauri bure na unapata ushauri kwa daktari pia bure. Tunawashukuru kwa hilo. Kile nilichoambiwa na daktari nitakifuatilia. Nitafuata, yaani kwa ujumla nitafuata ushauri wa daktari. Hakika ni nzuri. Tena tunashukuru Mwenyezi Mungu awazidishie wahudumu waliotuhudumia ili mpate kujua afya zetu, na tumejijua. Uliokuwa mbovu utatibiwa na ukiwa mzima unashukuru Mwenyezi Mungu.